Unaitwa nani? Naitwa Laeli Andrea, ni mmoja wa kikundi cha Bazion Group. Una muda gani tangu umeingia kwenye kikundi hiki? Nipo kama na miaka 8. Miaka 8. Hongera sana. Na kwa huo muda wa miaka 8, kitu gani ambacho umenufaika nacho sana ukiwa ndani ya kikundi hiki cha Bazion Group? Kwanza nilipoingia kwenye kikundi hiki cha Bazion Group, ndio nilikuwa sina kitu chochote. Siwezi kufanya biashara yoyote. Nipo tu. Lakini baada ya kuingia kwenye kikundi hiki cha Bazion Group, nikakuta wanawake wenzangu wanafanya biashara. Nikaingia biashara moja wapo ambayo niliyoingia mimi ni biashara ya mboga mboga. Kwa hiyo mpaka sasa hivi bado naendelea nimeanza biashara hiyo mboga mboga na mpaka sasa naendelea na biashara ya mboga mboga na nimenufaika. Hongera. Kitu gani kilikushawishi kuingia kwenye kikundi hiki cha Bazion? Kwa kweli nilishawishika kwa kuona kwamba ukikaa hivi tu bila kufanya biashara yoyote, yani huwezi kupata mahitaji. Huwezi kujiendesha mahitaji hata ya kwako mwenyewe tu. Naona kwa hiyo baada ya kuona kuna kikundi cha Bazion Group, na mimi nikaona bora hata niingie kwa angalau niweze kujiunga na wanawake wenzangu, niweze kupata kile ambacho wanawake wenzangu wanajifunza. Kwa hiyo nimepata mpaka sasa hivi naendelea. Sawa. Tukirudi wewe ukiwa kama mama, sasa hivi kumekuwa na swala kubwa sana la teknolojia. Unadhani teknolojia inaleta athari gani kati ya mahusiano ya mama na mtoto, hasa katika ulimwengu wa sasa? Teknolojia ya sasa ambayo mara nyingi sana ambayo inaharibu uhusiano wa mama na mtoto, mmoja wapo ni kwamba labda niseme kwa upande wangu mimi ni hizi simu. Ndio. Kwa sababu mama wakati mwingine kama simu za teknolojia sasa hivi, mtoto anachati, hawezi kufanya shughuli za nyumbani, hawezi kufanya biashara, mamake akimsemesha hawezi kumsikia. Kuna vitu ambavyo vilivyoko mtandaoni anavyoviona. Kwa hiyo akili yake inakuwa kwa upana zaidi, huko anaharibu uhusiano wake yeye na mzazi au mama au baba. Sawa, unadhani kitu gani kifanyike ili kuepukana na haya yote? Kwa kweli kitu kinachotakiwa kufanyika ni kwamba kama watoto wanatakiwa kwamba wawe na malezi. Yaani malezi kama mama, kama baba, labda kama mtoto wako, kama bado ni mtoto mdogo, haina haja ya kumpatia hizi simu. Sawa. Bora awe asitumie tu simu kwa mawazo yangu mimi, kwa sababu hizi simu naona kama ndio zinaharibu sana teknolojia ya watoto na baina ya malezi ya mtoto na mzazi. Sawa sawa, nashukuru sana. Asante. Wanawake Media, kimbilio la wanawake.